Ndugu wanahabari, nianze kwa kuelezea majukumu ambayo ndio yatatuwezesha mafanikio ambayo tumeyapata. Miongoni mwa majukumu ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa ni kuliwezesha Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania na taasisi nyingine zilizo chini ya wizara ambazo ni Jeshi la Kujenga Taifa, ni shirika la Mzinga, ni shirika la Nyumbu na ni shirika la Suma JKT kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Na majukumu hayo ni ulinzi wa mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kulinda uhuru na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kufanya mafunzo na mazoezi ili kujiweka tayari kiulinzi wakati wote, ni kuwafundisha vijana ulinzi, uzalendo, utaifa na stadi za kujitegemea, na ni kufundisha umma shughuli za ulinzi wa taifa, na pia kushirikiana na mamlaka za kiraia kutoa misaada wakati wa majanga na maafa kadri itakavyohitajika, na ni kushiriki katika shughuli za ulinzi wa amani kimataifa na kikanda, na kufanya tafiti na kuhaulisha teknolojia za kiulinzi na kuendeleza viwanda vya kijeshi, lakini pia ni kushiriki katika kujenga uchumi. Haya ndio majukumu ya wizara, lakini pia yakifanywa na hizi taasisi ambazo nimezitaja. Na katika kutekeleza majukumu hayo, wizara inaongozwa na dira ya wizara ambayo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenye amani na usalama, lakini pia na dhima yake ambayo ni kulinda mamlaka, mipaka ya nchi na maslahi ya taifa kwa kutekeleza sera ya ulinzi wa taifa katika kudumisha amani na usalama wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, wizara inatekeleza majukumu yake pia kwa kuzingatia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya ulinzi wa taifa na sera ya mambo ya nje na miongozo mingine mbalimbali ya serikali inayohusiana na ulinzi. Na kama alivyowahi kusema muasisi wa taifa letu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na naomba ninukuu, jukumu la ulinzi wa taifa ni jukumu la kila mwananchi. Hivyo ni vema ikaelekwa kwamba jukumu la ulinzi wa taifa letu si la Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa peke yake na taasisi zake, bali ni kila Mtanzania mwenye mapenzi mema na nchi yetu. Na hapa nitoe wito kwamba kwa kila wananchi, kwa wananchi wote kuelewa kwamba kila mwananchi anayo dhamana ya kulilinda taifa lake, na hivyo kila mwananchi, nina imani wananchi wote wana mapenzi mema kwa taifa lao. Kwa hiyo basi ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunalilinda taifa letu ipasavyo. Mengi yamekuwa yakitokea hivi karibuni, basi tuhakikishe kwamba tunabaki kuwa raia wema na walinzi wa taifa letu. Hatuna nchi nyingine, nchi yetu ni moja tu, ni Tanzania. Kwa hiyo ukiacha nchi yako ikaingia katika matatizo ya kiulinzi na usalama, basi unakuwa unajihatarishia we mwenyewe binafsi na vizazi vyako. Kwa hiyo tuwe makini kuhakikisha kwamba tunatekeleza hili jukumu. Wizara ipo na taasisi, lakini pia tunafanya kazi hii kwa pamoja na Watanzania wote. Ndugu wanahabari, tarehe 19 Machi mwaka 2025, kama wote tunavyofahamu, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, ilitimiza miaka 4 tangu kuingia madarakani. Katika kipindi hiki, serikali ya awamu ya 6 imekuwa na mafanikio makubwa katika nyanja mbalimbali za maendeleo na ustawi wa taifa, ikiwa ni pamoja na katika sekta ya ulinzi. Mafanikio katika sekta mbalimbali yameendelea kuelezewa na wizara mbalimbali. Leo naomba kuelezea mafanikio katika sekta ya ulinzi kama nitakavyoeleza, na nawashukuru sana wanahabari kwa kuendelea kutangaza haya mafanikio. Kwa kweli imefanya kazi nzuri, tuendelee kufanya kazi nzuri hii tunayoendelea nayo. Kwa hiyo mafanikio katika sekta ya ulinzi, kama nilivyosema, nianze na fanikio la kwanza, ni kulinda tunu za taifa. Serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa imehakikisha
tunu muhimu za taifa, yani amani, ulinzi na usalama, zinalindwa kwa kuimarisha umoja, mshikamano na utulivu nchini. Sote tunaona kwamba tunao utulivu, tunao amani na tunao usalama. Haya hayaji tu, kuna kazi inafanyika kuhakikisha kwamba haya yanaendelea kulindwa, na hizi ni tunu muhimu kwa taifa letu. Fanikio lingine ni kuimarisha uwezo wa kimedani wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, na kutokana na uwezeshaji mkubwa unaofanywa na serikali ya awamu ya 6, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa kipindi cha miaka 4 imefanikiwa kutekeleza majukumu yake ya msingi kwa weledi na kwa mafanikio, na hatimaye kuiwezesha nchi yetu kuendelea kuwa na amani na utulivu na umoja na mshikamano kama nilivyokwisha sema. Serikali kupitia wizara imeendelea kuliimarisha Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kuliongezea bajeti na hivyo kuongeza uwezo wa kimedani kwa kulipatia vifaa, zana za kisasa na kuwezesha mafunzo na mazoezi. Na kuimarika kwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kumechangia nchi yetu kuwa na amani na utulivu na hivyo kuchochea shughuli za kiuchumi na maendeleo. Tangu serikali hii ilipoingia madarakani, katika mwaka wa 2021-2022 bajeti ilikuwa ni trilioni 2, lakini mwaka uliofuata ilikuwa ni trilioni 2.3, mwaka uliofuata ikawa ni trilioni 2.7, ambayo ilikuwa ni ongezeko la 13%. Mwaka uliofuata ikawa ni trilioni 2 kama trilioni 3, ikiwa ni ongezeko la 9.2. Mwaka uliofuata 24-25 trilioni 3.3, ikiwa ni ongezeko la 10%. Na mwaka huu ambao nimemaliza kuwasilisha hotuba ya bajeti jana kwa ajili ya mwaka ujao unaokuja, unaanza Julai, bajeti imeongezeka mpaka trilioni 9.6, ikiwa ni ongezeko la 11%. Kwa hiyo haya si madogo, ni mafanikio makubwa sana. Na sasa nimesema kwamba tumefanya makubwa kuliwezesha jeshi kizana, vya kisasa, vifaa na kuwezesha mafunzo na mazoezi. Mafunzo mtayaona, lakini sasa msiende starajimu na niuliza ni vifaa gani. Hiyo itabaki ni taarifa yetu sisi wenyewe. Na pamoja na haya niliyoyasema, kama kwa wale waliofuatilia hotuba yangu ya bajeti mwaka jana na hata mwaka jana na hata niliyowasilisha jana, mmeona kwamba pale yalipotokea mahitajio ya ziada, serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan haikuacha kutoa fedha za ziada kwa ajili ya shughuli hizo, kwa sababu ulinzi ni kitu cha muhimu sana. Tulikuwa na matatizo mpakani kwetu Msumbiji, ilibidi tulinde mpaka wetu. Kwa hiyo katika matukio kama hayo lazima jeshi letu liwe tayari kufanya kazi yake. Tumetekeleza misheni mbalimbali, na sisi tuna majirani. Tumekuwa na misheni DRC ambayo imemaliza juzi. Pia ilipohitajika pesa imefanya hivyo. Kwa hiyo kunakuwa kuhitajika vifaa vitanunuliwa, lakini hiyo ni kuonesha utayari wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba ulinzi wetu hauteteleki. Kwa hiyo serikali hii imefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo hizi ni figa ambazo nimezitoa, lakini kwa wale mliofuatilia mtaweza kuona zaidi ya haya niliyoyasema kwa maana ya bajeti iliyotolewa kwa Wizara ya Ulinzi. Na kama nilivyosema, kuimarika kwa Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania kumechangia nchi kuwa na amani na utulivu, na hivyo kuchochea shughuli za uchumi na maendeleo nchini. Watu wengine wanaweza wasielewe, kama huna amani katika taifa lako, katika nchi yako, shughuli zako za kiuchumi wala za kijamii haziwezi kufanikiwa, kwa sababu muda wote utakuwa unahangaika. Hata kama ni serikali yenyewe itakuwa kuhangaika kuleta amani. Kwa hata zile pesa ambazo zingeenda kwenye miradi mingine ya maendeleo na jamii zitabidi zihame kwenda kuhangaika kuleta amani katika nchi yako. Lakini pia wananchi wako hawana utulivu. Kwa hiyo kama wananchi wako hawana utulivu, basi hawawezi kuconcentrate kwenye shughuli zao za kujiletea maendeleo na shughuli zao za kijamii, kwa sababu watakuwa muda wote wana wasiwasi, lakini muda wote saa nyingine wanakimbia. Sitaki kutoa mifano, wenyewe mnaona mifano ya nchi nyingine ambapo wananchi hawana amani, kwa hiyo wanakimbia muda wote. Lakini pia wakati mwingine wanaihangaisha serikali tu kwa sababu hawana utulivu, hawana mshikamano, hawako pamoja.
Ndugu wanahabari, baada ya kuongelea kuhusu kuimarisha uwezo wa kimedani, sasa niongelee kuhusu kuboresha mazingira ya kufanya kazi, makazi na kuimarisha upatikanaji wa huduma na stahiki, ikiwa ni mafanikio pia katika serikali ya awamu ya 6, ambapo katika miaka yake hii minne imeweza kugharimia ujenzi na uboreshaji wa miundombinu mbalimbali. Kwa sasa wizara inaendelea kukamilisha ujenzi wa makao makuu ya ulinzi wa taifa ambao yako hapa Dodoma Kikombo, unaogharimiwa na serikali na kutekelezwa na wataalamu wa ndani, ambapo ujenzi huu umefikia 93.5%. Baadhi yenu mmekushafika pale, si ndio? Mmeona lile jengo ambalo ni imara kabisa. Lakini cha kujivunia zaidi ni ule msisitizo na msimamo wa Mheshimiwa Rais kwamba hii kazi ifanywe kwa kutumia rasilimali zetu wenyewe na ifanywe kazi na wataalamu wetu wenyewe. Hili swala lina maana kubwa sana, kwa sababu tayari utakuwa umeimarisha ulinzi wako wewe mwenyewe kama taifa kwa kuhakikisha kwamba ile jengo lako ni lako, si ndio? Mnanielewa? Umelijenga mwenyewe, si ndio? Umeweka nini humo ndani, si unajua mwenyewe? Sasa hii hapa ni pesa nyingi, lakini kwa kujua kwamba tunaimarisha usalama wa taifa letu, basi Mheshimiwa Rais alikuwa tayari kuhakikisha kwamba nitatoa hizi pesa, tutajenga wenyewe, lakini kwa kutumia wataalamu wa ndani. Na hapa mnaona weledi wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, kwamba kwa jengo kubwa kama lile, imara kama lile, la kisasa kama lile, lenye vifaa vyote vinavyotakiwa, kazi ile imefanywa na wataalamu wetu wa ndani. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwapongeza sana wataalamu wetu waliofanya kazi hii chini ya uongozi mahiri wa mkuu wa majeshi Jenerali Jacob John Mkunda, akisaidiwa na mnadhimu mkuu ambaye tuko hapa naye leo, Lieutenant General Othman. Kwa kazi hii kubwa tunaomba muendelee kusimamia haya, kwa sababu haya ni mambo ya msingi katika taifa lolote. Lakini pia wizara kupitia Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania imeendelea na ujenzi wa hospitali kuu ya kanda ya Dodoma yenye hadhi ya daraja la 4 katika eneo la Msalato hapa jijini Dodoma kwa kushirikiana na serikali ya Ujerumani. Na hii hospitali pia ni fanikio kubwa sana, kwa sababu hapa ni makao makuu. Huduma za tiba ni muhimu sana, na hii ni moja ya hospitali inayotegemewa kwamba itakuwa ni hospitali ambayo itaweza kutoa huduma si kwa wanajeshi peke yao, lakini pia na kwa raia na wananchi wa kawaida. Kwa hiyo hii na yenyewe inaendelea kukamilika, na yenyewe imefanywa pia kwa kiasi fulani na wakandarasi, lakini na nguvu za utaalamu wa ndani pia zimekuepo. Lakini kuwa pia kumekuwa na ujenzi wa makazi ya wakufunzi na walimu waelekezi katika chuo cha ukamanda na unadhimu kilichopo Duruti mkoani Arusha, ujenzi wa mahanga ya askari Kapera na hospitali kuu ya jeshi ya Mwanza na chuo cha TMA Arusha, na ujenzi wa makao makuu ya kamandi ya jeshi la akiba iliyoko Singida. Na hii ni kamandi ambayo imeanzishwa chini ya wakati wa kipindi hiki cha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua umuhimu wa kuwawezesha wananchi kupata elimu ya ulinzi. Lakini kumekuwa mafunzo haya yalikuwa yakiendelea, lakini kulikuwa hakuna kamandi. Kwa hiyo kwa kutambua kwamba mwananchi ndio mlinzi, kwa hiyo kamandi hii imeanzishwa ili kupeleka hizi huduma karibu zaidi kwa wananchi. Aidha, serikali imeendelea kugharimia miundombinu mingine inayoendelea kutekelezwa katika vikosi, vio, shule pamoja na viteule vya jeshi kwa kutumia mapato ya ndani. Haya yote yamewezesha kuboresha mazingira ya kazi ya wizara, kwa sababu makao makuu ya ulinzi itajumuisha wizara na itajumuisha Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, kamandi zake zote, lakini pia mazingira ya kazi kwa jeshi letu kwa ujumla wake na vikosi vyake na shule zake, kwa sababu mazingira mazuri ya kazi yanaleta morali. Kwa hiyo hii ni kazi kubwa, ni fanikio ambalo hatuna budi kujivunia. Fanikio lingine ni kuimarisha hali ya ulinzi na usalama wa mipaka ya nchi yetu, na wizara imeendelea kulinda amani kupitia taasisi zake, kulinda mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuhakikisha kuwa mipaka ya nchi yetu ipo salama. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama chini ya uongozi mahiri wa Amiri Jeshi Mkuu wa awamu ya 6 limeendelea kuchukua tahadhari
dhidi ya vitendo vyote vyenye viashiria vya uvunjifu wa amani, na taifa letu ni salama na lenye utulivu na amani. Kwa kulinda mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uhuru na usalama wa nchi, wizara imechangia katika kuimarisha uchumi na kuwezesha wananchi kuendelea na shughuli za kuzalisha mali bila hofu kama nilivyokwisha sema, na hivyo kutumia muda wao mwingi kujenga uchumi wa nchi na uchumi wao wa mtu mmoja mmoja. Na haya yote yamewezekana kutokana na kuwepo kwa sera na mipango mizuri katika ulinzi wa nchi unaotoa fursa kwa wananchi kujikita zaidi katika ujenzi wa taifa lao. Fanikio lingine ni kuwapa vijana wa Kitanzania mafunzo ya awali ya kijeshi na stadi za kazi. Katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, wizara kupitia Jeshi la Kujenga Taifa imeweza kutoa mafunzo kwa vijana 143,863 kwa mjibu wa sheria, wavulana wakiwa 100,625 na wasichana wakiwa 43,235, na mafunzo kwa vijana wa kujitolea 46,199, wavulana wakiwa 31,842 na wasichana wakiwa 14,554. Mafunzo haya yameweza kuwajengea vijana maadili mema, uzalendo, ukakamavu, umoja wa kitaifa na kuwapatia stadi za kazi na uhodari katika nyanja mbalimbali ambazo wameendelea kuzitumia baada ya mafunzo haya. Fanikio lingine ni kuendelea na tafiti na uhawilishaji wa teknolojia, na kupitia taasisi zake Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa imefanya tafiti na uhawilishaji wa teknolojia kwa ajili ya kuzalisha bidhaa na huduma kwa matumizi ya kijeshi, lakini pia matumizi ya kiraia. Tafiti hizo ni pamoja na utengenezaji wa bomu la kufukuza tembo, na teknolojia zilizohairishwa ni pamoja na ubunifu wa kuzalisha prototype ya magari ya deraya, light utility vehicle, utengenezaji wa chassis za magari ya nyumbu na zimamoto, na utengenezaji wa mashine mbalimbali kwa ushirikiano na TAWIRI, COSTECH na TILDO. Tafiti hizi za teknolojia zimechangia katika kutatua changamoto. Nilianza na bomu ya tembo katika makazi ya binadamu na kuipunguzia serikali gharama ya kuagiza mabomu ya kufukuza tembo kwenye makazi ya watu, lakini pia kuleta faraja kwa wananchi, kwa sababu hili pia limekuwa ni tatizo la muda mrefu sana, na bado tunaendelea kufuatilia teknolojia hii kuona kama itahitaji maboresho zaidi na imeleta tija kwa kiasi gani. Lakini wenyewe mmesikia kama mmekuwa mkifuatilia mijadala hata bungeni, waheshimiwa wabunge wengi wamepongeza kwamba hili bomu limeweza kuwasaidia. Lakini pia ni kuongeza tija ya uzalishaji wa vifaa mbalimbali vinavyotumiwa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, yani teknolojia hizo zimeleta tija. Aidha, serikali imeweza kuimarisha mashirika ya umma ya kijeshi ikiwemo Tanzania Automotive Technology Center, ikijulikana zaidi kama Nyumbu, na shirika la Mzinga kwa kujenga miundombinu ya milk, kuanzisha karakana kuu ya ukaribu chuma itakayotumika kuzalisha vipuli vya magari, zana za kilimo na viwandani, na kuongeza uwezo wa uzalishaji wa mazao ya msingi yatakayotumiwa na vyombo vya ulinzi na usalama, na pia kujenga karakana na kukarabati silaha ndogo, na pia kununua mashine na mitambo mipya mbalimbali kwa ajili ya mashirika haya. Fanikio jingine ni kuendelea kutoa mafunzo kwa Jeshi la Akiba. Ndugu wanahabari, katika serikali ya awamu ya 6, wizara kupitia kamandi ya Jeshi la Akiba, ambayo ndio hii kamandi niliyosema ni mpya imeanzishwa katika kipindi hiki, imetoa mafunzo ya mgambo kwa vijana wa Kitanzania katika mikoa yote ya Tanzania, ambayo ni sehemu ya Jeshi la Akiba. Jeshi hili limeendelea kushiriki katika shughuli za ulinzi ndani ya nchi, na katika kipindi hiki cha miaka 4 vijana 55,790 walipatiwa mafunzo ya mgambo, na kati yao wavulana wakiwa 47,663
na wasichana 7,922. Vile vile kamandi ya Jeshi la Akiba kupitia kamati za usalama za wilaya na mikoa imeendelea kuelimisha wananchi juu ya masuala ya ulinzi na usalama. Aidha, jeshi hili la akiba, wale wanaopata mafunzo wanakuwa jeshi la akiba. Wale mliopita JKT mnakuwa jeshi la akiba. Wale wanaostaafu wanakuwa jeshi la akiba. Kwa hiyo jeshi letu la akiba ni kubwa sana. Aidha, jeshi hili la akiba limepata mafanikio makubwa katika kuwajengea wananchi uzalendo na kuwapatia ujuzi wa kulinda taifa na hivyo kujenga mshikamano wa kitaifa. Labda tu hapa nifafanue, nimesema kamandi hii imeanzishwa sasa, lakini mafunzo haya hata huko nyuma yalikuwepo. Lakini yalikuwepo, tulikuwa tu kilichokuwa hakipo ni kamandi. Kwa kuona umuhimu wake, basi Jeshi la Ulinzi la Wananchi Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lilitoa mapendekezo na serikali iliona umuhimu wa kuanzisha hii kamandi ambayo inafanya vizuri sana. Nimesema jeshi la akiba ni kubwa sana. Kwa hiyo yeyote anayejijua kwamba ni miongoni mwa jeshi hili la akiba katika hayo makundi niliyoyasema, basi aendelee kuwajengea wananchi elimu na uwezo wa kuendelea kuwa wazalendo na kuwapatia ujuzi na umuhimu wa kulilinda taifa lao, na hivyo kuwezesha mshikamano wa taifa letu ambao kila mataifa mengi mbalimbali wanautamani uendelee kudumu. Kwa hiyo kama wewe sio sehemu ya jeshi la akiba, kaa karibu tu na wale walio karibu na jeshi la akiba ili uweze kunufaika zaidi, naweza kuelewa, kwa sababu haya ni mambo mnaweza mkayaona ni madogo, lakini ni mambo makubwa sana. Mataifa husambaratika kwa kukosa uzalendo. Mataifa husambaratika kwa kukosa mshikamano. Kwa hiyo tujitahidi, wale wote wenzangu mimi ambao ni sehemu ya jeshi la akiba, basi tukafanye kazi yetu inavyotakiwa. Katibu mkuu hapa ni mmoja wa jeshi la akiba. Nafikiri hapa Maradi ni mmoja wa jeshi la akiba, na wengi huko nikisema nyosheni mikono nafikiri wengi nitawapata ambao ni miongoni mwa jeshi la akiba. Tukafanye kazi yetu jamani. Sawa? Tusiache, hii sio kazi ya mtu mmoja, ni kazi yetu sote. Fanikio lingine ni kuimarisha ushirikiano wa nchi nyingine ushirikiano na nchi nyingine katika nyanja za kijeshi na kiulinzi. Na ndugu wanahabari, kwa kuzingatia mikataba ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania amesaini au tumesaini, kwa kuzingatia mikataba hii katika kipindi hiki cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, serikali kupitia wizara imeendelea kuliwezesha Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kushirikiana na nchi rafiki, jumuiya za kikanda na kimataifa katika maeneo ya ulinzi na amani, mazoezi na mafunzo pamoja na michezo. Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania limeshiriki katika operesheni mbalimbali za kikanda na Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na ulinzi wa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Lebanon chini ya misheni za Umoja wa Mataifa, na operesheni ya kuleta amani nchini Msumbiji chini ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika ambayo ilijulikana zaidi kama SAMIM, na hii ilimaliza muda wake mwaka jana mwezi Julai, na misheni ya ulinzi wa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia pia Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika ambayo inajulikana zaidi kama SAMDRC, na hii imemaliza muda wake mwezi Machi mwaka huu. Na ushiriki huu umewezesha kulinda mipaka yetu, kuimarisha diplomasia ya ulinzi na kutekeleza matakwa ya kimkataba ya kimataifa na kikanda, na kulijengea taifa letu heshima kubwa sana. Tukumbuke pia kwamba mafanikio haya makubwa ni matokeo ya uongozi mahiri wa Dr. Samia Suluhu Hassan, si tu kama Amiri Jeshi Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kama mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Yeye ndo mwenyekiti kwa sasa hivi. Kwa hiyo napotaja hizi misheni za amani ambazo zimefanyika katika kanda au Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, anayekuwa akiongoza michakato hii kama mwenyekiti ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Si kazi ndogo hata kwa taifa kujitoa katika mission kama hizi. Inahitaji ujasiri wa hali ya juu, inahitaji utayari wa hali ya juu, na inahitaji uzalendo wa hali ya juu. Kwa sababu mtu mwingine anaweza akasema kwa nini, lakini yeye anaelewa kwamba amani ya nchi yako
lazima pia uangalie amani ya dunia, na ukiwa kama mwanachama wa hii mikataba ya kimataifa na kidunia. Lakini pia Tanzania ni mjumbe wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Afrika. Kwa hiyo kuna kazi inafanyika kupitia ndani ya nchi, lakini kuna kazi ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akiifanya kupitia Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika kama mwenyekiti, na kazi ambayo ameifanya kupitia Umoja wa Afrika kama mjumbe wa Baraza la Usalama la Afrika. Na hii ni heshima kubwa sana. Ni kwamba unaaminiwa kimataifa, unaaminiwa kikanda, na unaaminiwa hata katika Umoja wa Afrika kupewa nafasi kubwa kama hizi za kusimamia ulinzi na amani kimataifa na kikanda. Kwa hiyo tumshukuru Mheshimiwa Rais, lakini pia tumpongeze sana na tuendelee kumuunga mkono, kwa sababu kazi hii anatutegemea sisi wote ambao ni wasaidizi wake, na sisi waandishi wa habari kuelezea yale mazuri na faida za haya yanayofanyika. Kuna mazuri, lakini kuna faida. Faida lazima zieleweke kwa wananchi ili wajue kwamba kwa nini Tanzania inafanya yote haya, kwa nini Mheshimiwa Rais anatoa kipaumbele katika haya, na katika kutoa kipaumbele tunanufaika nini. Kwa hiyo faida ndio hiyo, kuimarisha amani, kuimarisha diplomasia ya uchumi, nitaongelea hapa kidogo, yani diplomasia ya ulinzi nitaongelea huku mbele. Ni kutoa tu mfano ni jinsi gani hii diplomasia ya ulinzi imekuwa na manufaa makubwa sana. Mazoezi ambayo tumeyafanya kwa pamoja kupitia sisi wenyewe, lakini kushirikiana na nchi nyingine ambayo pia ni mafanikio, kwa sababu nimeshasema haya mazoezi yanaleta uimara, yanaleta mshikamano na yanaleta utayari. Kwa hiyo lakini pia yanahitaji rasilimali za kutosha, si kitu kidogo. Kwa hiyo mazoezi yaliyofanyika katika kipindi cha miaka 4 ni pamoja na zoezi la Shared Accord lililofanyika nchini Rwanda, zoezi la Beach Landing Operation lililofanyika Bagamoyo Mapinga, zoezi liitwalo Joint Combined Exchange Training lililofanyika katika eneo la Kunduchi kwa ushirikiano na jeshi la Marekani mwaka 2021, mazoezi ya Linda Kisiwa, Linda Mpaka, Dragonfly, Endekaa Tayari yaliyofanyika kuanzia mwaka 2022 hadi 2023 katika maeneo ya Zanzibar, Lindi, Ruvuma na Tabora. Zoezi la utayari wa jeshi la ukombozi la wananchi wa China mwaka 2023 lijulikanalo kama Transcend 2023. Zoezi hili lilifanyika katika kituo maalum cha kijeshi kilichopo Mapinga, Pwani. Zoezi la kupambana na uharamia majini lijulikanalo kama Amphibious Assault lililohusisha jeshi la wanamaji la Tanzania na jeshi la Jamhuri ya Watu wa China. Zoezi lijulikanalo kama Amani Umoja 2024 likiwa ni maadhimisho ya miaka 60 toka kuanzishwa kwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Baadhi yenu mlishuhudia